Benki Kuu ya Kongo DRC BCC na Visa walisaini mkataba wa makubaliano ya kimkakati mnamo April 8 hiyo jana mwaka 2026 uko mji mkuu wa Kongo Kinshasa. Sherehe ya makabidhiano kati ya Seneti Bahati Lukwebo akabidhi mamlaka kwa Norbert Basengezi Kantitima uko Kinshasa. Katika Beni na Mtwanga sauti zimeongezeka kama alfajiri iliyokandamizwa kwa muda mrefu wakiongozwa na Solidarity Feminine pour la Paix et le Développement Intégral SOFEPAD kwa usaidizi wa Dutch Gesellschaft. Na mwandugu wapenzi watazamaji wa kwetu News 24, habari na mjambo mahali popote mlipo. Matumani yetu mpo salama salimeni. Ungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari awamu yake ya 3 ya hii leo tariki 9 Aprili mwaka huu 2026. Ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24, nikualike ungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari. Usalama wa mkapeni wa Ziwa. Naibu Waziri Mkuu wa Ulinzi wa Taifa Guy Kabombo Mwadiyamvita alitembelea Tanzania ili kuimarisha ushirikiano wa kijeshi. Naibu Waziri Mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa Guy Kabombo Mwadiyamvita aliwasili jana Jumatano Aprili 8 mwaka huu 2026 huko Dodoma, mji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mwaliko wa mwenzake wa Tanzania Dr. Stergomena Tax, waziri wa ulinzi na huduma ya taifa. Ajenda rasmi ya misheni hiyo inajumuisha majadiliano ya pande mbili kati ya mawaziri hao wawili, kikao cha kazi na taalumu kutoka pande zote mbili, na ziara katika maeneo kadhaa ya kijeshi. Inafaa kukumbuka kwamba ziara hii rasmi ya hivi karibuni ya mkuu wa ulinzi wa taifa wa Kongo Guy Kabombo Mwadiyamvita inakuja baada ya ziara yake Aprili mwaka 2025 ambapo alikutana na waziri wa zamani wa ulinzi wa Tanzania Stergomena Lorenzo Tax. Ziara hiyo ililenga kufufua ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Msemaji mkuu wa nchi ataendelea kesho Ijumaa Aprili 10 mwaka huu 2026 ufunguzi wa mkutano wa soko la utalii katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sekta ya kimkakati katikati ya maono ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo na utangazaji wa nchi. Raia wanaotoka Mexico, Vietnam au Yemen walihamishwa na Marekani hadi Sudan Kusini, Guinea ya Ikweta au Eswatini, zamani Swaziland, tangu mwanzo wa mwaka wa 2025. Makubaliano kadhaa yamesainiwa kati ya Washington na nchi za tatu hasa barani Afrika ili kuwakubali raia wa kigeni waliofukuzwa kutoka Marekani ya hivi karibuni zaidi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi ni makubaliano yenye utata, yenye muhtasari usioeleweka. Rumold Soria, mchunguzi wa kisiasa na kujiografia wa Marekani kati ya IRIS, taasisi ya mahusiano ya kimataifa na kimkakati, anaona hii kama sera ya shinikizo na utawala wa Trump. Tukiwa DRC, katika Beni na Mtwanga sauti zimeongezeka kama alfajiri iliyoandamizwa kwa muda mrefu wakiongozwa na Solidarity Feminine pour la Paix et le Développement Intégral SOFEPAD kwa usaidizi wa Dutch Gesellschaft für International Zusammenarbeit KIZ. Mamlaka za mtaa, viongozi wa kimatamaduni na raia wamevunja ukimya unaozunguka kanuni za kijamii zinazozuia haki za wanawake kwa ubadilishaji wa wazi karibu sio na utaratibu. Mambo yamebadilika. Viongozi wa jamii ambao sasa wanajibika wamejitolea kupambana na kukatili wa kijinsia na kuonyesha unaume chanya, si kama kauli mbiu
bali kama wajibu kwa maana zaidi ya maeneo. Hadi imeandikwa ile ya mustakabali ambapo utu wa wanawake hautajadiliwa tena bali utaheshimiwa tu kama uliopatikana upya. Sherehe ya makabidhiano kati ya Seneta Bahati Lukwebo akabidhi mamlaka kwa Norbert Basengezi Kantitima huko Kinshasa. Sura mpya inaanza katika baraza la juu la bunge la Kongo Alhamisi hii. Ofisi ya muda ya Seneti ilianza rasmi majukumu yake wakati wa sherehe ya makabidhiano yenye heshima. Rais anayeondoka Modest Bahati Lukwebo alihamisha majukumu ya taasisi hiyo kwa mwenzake Seneta Norbert Basengezi Kantitima ambaye ameteuliwa kuratibu mpito ndani ya taasisi hii ya kifahari. Makabidhiano chini ya sheria ama chini ya ishara ama mwendelezo ya taasisi. Tukio hili lilifanyika katika ikulu ya watu, linaashiria mwanzo wa awamu muhimu ya mpito kwa kujibu wa vifungu vya kikatiba na kanuni za ndani za Seneti. Ofisi inayoondoka imetoa nafasi yake kwa timu ya mpito iliyopewa jukumu linalosimamia mambo ya kila siku hadi ofisi ya jukumu itapowekwa. Katika hotuba yake ya usaidizi ama uzinduzi, rais anayeondoka Modest Bahati Lukwebo alitoa mapitio mafupi lakini ya kusifu ya muhula uliopita wa bunge, akiangazia mageuzi makubwa ya kisheria na jukumu la Seneti katika kuleta utulivu katika hali ya kisiasa ya kitaifa. Ni kwa hisia ya kujibu, nimetimiza kwamba napitisha mwengeleo kwa mrithi wangu, mtu mwenye uzoefu ambaye sifa zake kama mpatanishi na mbunge asiwezi kutiliwa shaka, alitangaza. Changamoto za ofisi ya muda ukiongozwa na Norbert Basengezi. Seneta Norbert Basengezi Kantitima, mtu mwenye shauri katika siasa la Kongo na afisa wa zamani wa tume ya uchaguzi, anachukua usukani wa taasisi inayopitia mabadiliko makubwa, akiambatana na wanachama wawili wachanga zaidi wa bunge. Majukumu yake makuu yatakuwa kuthibitisha sifa za maseneti waliochaguliwa hivi karibuni, kuandika na kupitisha kanuni za utaratibu wa bunge jipya, kuandaa uchaguzi na kuanzishwa kwa ofisi ya kidumu, akijulikana kuwa utaalamu wake katika mchakato ya uchaguzi na uchuzi wake wa kina na utendaji kazi wa jimbo. Norbert Basengezi amejitolea kuongoza mpito huu kwa ukali, wazi na kasi ili kuipa Seneti utawala thabiti haraka iwezekanavyo. Mabadiliko ya demokrasia ya Kongo. Uhamisho huu wa madaraka kati ya watu wawili kutoka jimbo la Kivu Kusini unaonyesha nguvu ya ufufuo wa kisiasa katika ngazi za juu za serikali. Kwa uangalizi, uwepo wa Norbert Basengezi ofisi ya muda ni zamana ya utulivu. Ustadi wake wa taratibu za bunge utakuwa rasilimali kubwa katika kuepuka mkwamo wowote wa kisheria katika kipindi hiki cha mpito. Wakati maseneti wapya walichaguliwa wakijiandaa kuchukua viti vyao, umma unatarajia Seneti kuimarisha jukumu lake kama mwakilishi wa majimbo na mwangalizi wa hatua za serikali katika mkutadha wa kitaifa, ambapo changamoto za usalama na kijamii na kiuchumi zinabaki kuwa kipaumbele cha juu. Kwetu News wahariri. Benki Kuu ya Kongo ya DRC, BCC na Visa walisaini mkataba wa makubaliano ya kimkakati jana mnamo Aprili 8 mwaka huu wa 2026. Lengo ni kuharakisha malipo ya kidijitali na kuimarisha ujumuishaji wa kifedha nchini DRC. Mafunzo, elimu ya kifedha na miundombinu ya malipo ndiyo msingi wa ushirikiano. Hii ni hatua muhimu katika utekelezaji wa mpango mkakati wa BCC wa mwaka 2026 hadi mwaka wa 2030. Tukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba uungwaji mkono rasmi wa Ubelgiji kwa ajili ya ugombea nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kitaifa la Francophonie OIFA, kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyopokelewa Alhamisi na shirika la habari la Kongo ACP.
kwa kuzingatia uhusiano wa kihistoria na wa pande mbili unaounganisha nchi zetu mbili. Ni kawaida kabisa kwa DRC kuomba uungwaji mkono wa Ubelgiji kwa juhudi zake za kidiplomasia, alisema Crispin Mbadu, waziri mwakilishi wa Kongo wa Francophonie na Diaspora, ambaye alitoa ujumbe kutoka kwa mkuu wa nchi wa Kongo wa serikali ya Ubelgiji ulioelekezwa kwa Bi Theodora Gentses, mwenyekiti wa kamati ya utendaji kati wizara ya mambo ya nje ya Ubelgiji. Kufuatia mashambulizo mabaya ya wanamgambo wa Serpe huko Jugu, Justin Godza, mkuu wa sekta ya Walendu Jadsi, anawasihi vijana kukataa vurugu na udanganyifu. Vitendo hivi vinazofisha mshikamano wa kijamii, inalalamika malalamiko ya kitamaduni. DRC FPI inakuwa taasisi ya kwanza ya umma iliyosajiliwa rasmi nchini. Katika FPI, kamati ya Hervé Claude Batukonke imezindua uvumbuzi mpya baada ya kipindi cha utafiti. FPI imehamia rasmi katika kubinafsisha shughuli zake kidijitali. Uzinduzi rasmi wa mfumo huu mpya wa usimamizi jumuishi ERP ulifanya mbele ya waziri wa uchumi wa kidijitali Augustin Kibasa kumrazi. Mpango huu unaonyesha dhamira ya serikali ya Kongo ya kukumbatia ubinafsishaji kidijitali. Kwa hivyo FPI inakuwa taasisi ya kwanza kabisa ya umma nchini kubinafsisha shughuli zake kidijitali kikamilifu. Kwa mkurugenzi mkuu Hervé Claude Batukonke, taasisi yake imejitolea kwa dhati kwa kuvumbuzi, uboreshaji utendaji wazi, ufanisi na utawala bora. Na ndugu wapenzi watazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo, matumaini yetu mpo salama salimini. Hivyo tutakuwa nami mwanzo mpaka vitamati mwa taarifa hii ya habari awamu yake ya 3, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili wa kwanza kuhabarika, lakini pia kupata habari zetu za kila leo. Nikisema chao chao, hii ni Kwetu News 24.